Mbinu ya kwanza, jitambue wewe ni nani. Jitambue wewe ni nani. Who are you? Wewe ni nani? Jitambue wewe ni nani. Jitambue wewe ni nani. Kitabu kile cha Mithali sura ya 4 na mstari wa 13. Mithali sura ya 4 mstari wa 13. Na Mungu anasema hivi, mkamate sana elimu, usimwache aende zake, mshike maana yeye ni uzima wako. Sasa nimetoa mstari huu na Mungu amenipa mstari huu kwa sababu ya aina ya mazingira ya watu nilio nao ambao niko nawafundisha kwa majira haya. Ningekuwa ni mfanya biashara nisingempa mstari, kwa sababu ninyi nyote hapa si wanachuo wanasifiwa. Kwa hiyo kwa sababu ni wanachuo, level zetu tulizo nazo ni za elimu. Jitambue wewe ni nani. Mstari unasema mkamate sana elimu, usimwache aende zake, kwa maana ndio uzima wako. Majira na nyakati ulizomo ni nyakati ambazo wewe ni mwanafunzi. No, sio mwanafunzi, mwanachuo. Bwana sifiwe. Ni mwanachuo, sio mwanafunzi. Wanafunzi ni wale wa level ya chini, sio hivyo? Wewe ni mwanachuo. Sasa unapojitambua wewe ni nani, ila kusaidia wewe kujua namna ya kuishi na namna ya kuenenda. Usipojitambua wewe ni nani, ndiyo ile tutakuwa tunafanya mambo yasiyofaa na wewe. Mahali pengine Biblia inasema hivi, chakula cha watoto wachanga si vitu ambavyo ni bite, si vile vidogo vidogo, uji, nini, maziwa, lakini chakula cha mtu mzima ni kile kimoja. Si ndio hivyo? Kwa hiyo ukishajitambua wewe ni nani, wewe ni nani, mimi ni mwanachuo, nini kinanipasa kufanya kwa wakati na majira kama haya? Mimi napaswa kusoma. So majira yangu na nyakati zangu nilizomo, mimi ni mwanachuo. Kwa kama mimi ni mwanachuo, manake niko hapa kwa ajili ya kusoma. Sasa nisikurudishe nyuma kwa sababu nakufundisha mbili, lakini ngoja nikurudishe kidogo kwamba utajuaje, japokuwa ni somo lingine, lakini natamani ni somo la namna ya kuweka maono, namna ya kupanga maono. Lakini hapa nataka nikufundishe hivi, utajuaje ya kwamba eneo ulilopo ni sahihi kwako? Utajuaje kwamba hiki ninachofanya ni sahihi kwako na kwa Mungu pia? Na hili naona limekuja halipo kwenye somo, lakini natamani nizungumzisha hapa alafu tuendelee, kwa sababu kuna mtu inawezekana anasoma eneo hili. Utajuaje kile unachofanya ni sahihi kwako na kwa Mungu? Yaani naweza kajuaje eneo lililopo ni sahihi? Warumi sura ya 11 na mstari ule wa 29. Na Mungu anasema hivi, kwa maana kwa sababu kalama za Mungu hazina majuto wala moto wake. Warumi 11:29. Kwa maana karama ya Mungu haina majuto wala moto wake. Nitajua kitu ninachofanya, kitu ninachosomea, kitu ninachojifunza ni sahihi kwako. Kwa hiyo point, kwa maana karama ya Mungu haina majuto wala moto wake. So niko eneo sahihi, sina majuto. Ukishaona fanya jambo mara kadhaa umekuwa mtu wa majuto, fikiri mara mbili. Ukishaona unasoma na umefeli ukawa na manunguniko, badala ya kuwa na mtazamo wa namna gani ya kuendelea mbele, manake fikiri eneo hilo. Sasa hivi nimevamia kambi wakati niko Excellent College, ikiwa na chukua masomo ya CO Clinical Officer. Tulikuwa na bwana mmoja ambaye yeye alikuwa anasoma, lakini moyoni mwake na fahamuni mwake hakuwa na picha ya kile anachokisoma. Kwa mara kadhaa
akifeli ukizungumza naye anazungumzia wazazi wake. Baba bana, yani baba, mimi nataka niwe mwanajeshi, lakini baba, yani baba. So yule mtu kwa sababu sio nafasi yake na sio sehemu yake, badala chukue hatua ya nguko aliyopata ananung'unika. So kishaona kuna mahali umekwama, ukaanza kuona manung'uniko juu ya watu, fikiri mara mbili. So eneo lako utalijua, kwa sababu unachokipata upate ukose, bado mwili wako unatumaini. So anasema kalama ya Mungu haina majuto, huwezi kujuta wala mto wake. Ni sawasawa na wale ambao wako kwenye ndoa. Utaona mtu yuko kwenye ndoa amepigwa na mume wake, amekimbia ndoa. Kwani kujua kwenye ndoa kuna kupigwa? Sometimes unapigwa bado. Muda mwingine unavurugwa kabisa, unashindwa namna ya kuelekea. Kuna mtu aliwahi kuniita kwenye ndoa yake, amesombwa na mume wake, amesombwa hivi, akachukia, akakimbia ndoa, eti hawezi kunisonga kama hivi sana. Baba yangu, mama yangu hajawahi kunisonga. Nikajua huyu haelewi maana ya ndoa. Alivamia kambi ya watu wengine. Niliwahi kuona wakati niko chuoni, mtu mmoja nilimtana mpenzi wake, alafu dada akadrei kabisa, akakaa kwenye position, akasema huwezi kumtukana kabla hajanyoa, chekinyoa. Sema usiano wewe, umekosea, nataka ulelewe. Mtu anayekupenda lazima unapofanya kibaya akukemee. Asikukemea maana yake akupendi, anayekukemea anakupenda. So ndo ile simu imepiga namba ieleweki, mtu namuuliza kulikoni? Lazima abiria chunga mzigo wake. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. So eneo lilopo utaweza kujua kama ni sahihi kwako kulingana na namna unavyopokea taarifa ya chochote ambacho kimetokea. Sasa niko nakupa kidogo eneo sisi mwanangu ambalo nimekuletea mbinu za kutimiza maono. Na jambo la kwanza nimekwambia, tambua wewe ni nani. Na ukishatambua wewe ni nani, tambua kwa nini uko mahali ulipo. Mimi ni nani? So kwa mfano, mimi ndani yangu na wito wa walimu wa kufundisha. Ndani yangu nina utumishi, na kwa sababu ndio wito wangu. Wewe wito wako haiwezekana ni dokta au ni nesi au ni mtu wa community development au watu wa nini wale na kozi mbalimbali hapa, siwezi kuzitaja zote kwa sababu si nyingi sana, lakini whatever, kulingana na namna na sehemu iliyopo unajielewa mwenyewe. So kulingana na eneo lilopo, unapaswa kujitambua wewe ni nani na kwa nini uko mahali hapo, kwa sababu usipotambua wewe ni nani, ukatambua sababu za kuwepo mahali, ni kitu kule kwako. Umewahi kuona mtu anafanya kitu alafu hana maono na kitu? Nguvu ya utendaji kazi ndani yake haiwezi kuwepo. Sifa ya mtu mwenye maono ni mtu ambaye anakuwa na power ndani yake ya kuendelea mbele na kufocus kwenye lengo lake. Ukishakosa maono ndani yako, unakosa nguvu ya kuendelea. So ukishajua wewe ni nani, labda mimi ni dokta. Okay, kwenye dokta ni yapi yanafanyika, yanatakiwa uweze kuyafanya. Kwa mfano, wakati niko field Igoma, kipindi kile tulikuwa na dada mmoja, tuko naye tunahudumia mtoto mmoja ambaye alikuwa ameugua na moto. Yule mtoto wakati tunamhudumia yule dada, mtoto alikuwa analia sana. Yule dada akashindwa, akakimbia, kaniacha peke yake. So kumshikilia mtoto, mama yake mwenyewe ameshindwa analia, na ile binti akaanza kulia, nikabaki peke yangu. So nikamwita mwingine aje nisaidie, kwa sababu yule ameshindwa. Sasa huyu ananipa maswali mengi, kama mtu anayejitambua yeye ni nani na kwa nini yuko mahali alipo, kwa nini anakimbia. Ikanipa mtazamo ya kwamba huyu yuko hapa lakini hajui ni nani na hajui kwa nini yuko hapa.
Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Tuko pamoja, tuko pamoja jamani. Si kama mfano wangu umeelewa, na tuko pamoja kwenye somo. So kisha jitambua, utaweza kupambana na changamoto zozote zinazotokea. Hutatazama changamoto, utatazama lengo lako ulilonalo. So nimefeli leo, nimepata sabu, lakini bado najitambua mimi ni nani, naangalia mbele naelekea wapi.